Nakushukuru sana MC. Mheshimiwa mwenyeji wetu mkuu wa mkoa wa Simiyu na viongozi wote wa mkoa wa serikali na Chama cha Mapinduzi, waheshimiwa mawaziri na manaibu mawaziri, makatibu wakuu waliopo katika msafara wangu, kamishna mkuu wa TRA, meneja wa TRA mkoa wa Simiyu, mameneja wa TRA mikoa yote ambao mko hapa, pamoja na wafanyakazi wote wa TRA. Simiyu oye! Jamhuri ya Muungano wa Tanzania! Kodi kwa maendeleo. Hivi mnaitikiaje TRA? Mnasemaje? Kodi yetu, kodi yetu, maendeleo yetu. Asanteni sana. Kwanza niwapongeze TRA. Mikoa yote kupitia mkoa huu wa Simiyu. Wakati napitishwa kwenye ujenzi, nimeonyeshwa video majengo yalivyo katika mikoa yote. Majengo ya zamani yalivyokuwa na sasa majengo ya TRA yalivyo. Na hii imewezekana kwa sababu TRA mmekusanya kodi na tumepata pesa za kuboresha maisha yenu na hali zenu kazini. Kwa hiyo nawapongeza sana sana. Lakini pia niwapongeze wakandarasi wetu wazawa ambao ni Pioneer Builders na YNP Architects kwa kazi nzuri mlioifanya. Sasa uwepo wa majengo haya umeboresha hali ya utendaji kazi. Nimeona majengo ni mazuri mno, lakini ndani kuna vitendea kazi vya kisasa, kuna mifumo madhubuti inayowapa urahisi wa kufanya kazi zenu. Kwa maana hiyo hakuna sababu sasa, lakini kubwa zaidi idadi ya wafanyakazi. Juzi tu nimethibitisha na nimetoa ruhusa wafanyakazi wengine 1800 waajiriwe ili kuongeza jeshi la TRA. Lakini pamoja na hayo tunayoyafanya, tumewaongezea pia kwenye bajeti hii ya mwaka 25-26 kiwango cha makusanyo. Tumewaongezea, kwa hiyo tunawatengenezea hali zenu, maslahi yenu, lakini na kazi iendelee. Kwa hiyo makusanyo target tumeziongeza. Na sina wasiwasi mnaweza kufikia. Kwa sababu toka nimeshika dhamana hii, nilikuwa naangalia mwenendo wa makusanyo TRA. Kila mwaka mnapanda. Na asilimia tuko kwenye 98, 99, baadhi ya mikoa kidogo ndio wako 97. Kwa hiyo na hakika tutakwenda zaidi. Lakini kuna mikoa iliyofanya zaidi. Wamepita 100% na wakiwabeba wenzao. Kwa hiyo na hakika target tuloweka tunaweza kuifikia mwaka unaokuja wa fedha. Lakini wapongeze kwamba TRA, ukisikia zamani TRA, na kwamba kila mtu alikuwa anataka kwenda TRA. Kwa sababu kikaa TRA miezi 3-6, wewe umenona, suti nzuri, unang'ara na hivyo. Lakini sasa ni TRA ya kukusanya kwa ajili ya nchi yetu. Hilo nawapongeza sana. Kwa sababu yote tunayoyafanya, yote. Kwa mfano leo hapa Bariadi na miradi 6 ya kufungua. Na yote ni kwa sababu serikali ilikuwa na fedha, tumetawanya fedha za kufanya miradi hiyo. Ni makusanyo ya ndani. Miradi yote tumejenga wenyewe isipokuwa mmoja ndio wa mtu binafsi nilokwenda kufungua asubuhi leo. Lakini 5 yote ya serikali. Na hilo sio Simiyu peke yake, ni nchi nzima. Mamiradi mingi yanaendelea. Kuna fedha za mikopo, za misaada, lakini kubwa tunazo kusanya ndani. Sana nataka kuambia ndugu zangu, wanangu wa TRA, ni kwamba mwanadamu anayejivuna na anayejiamini ni yule mwenye chake. Ni yule mwenye chake. Unacho chako, unajipangia matumizi unavyotaka. Ukitegemea mtu akupe, ukitegemea mtu akukopeshe, hujakaa vizuri, hali haijawa, na kuja kukuambia mbele za watu, deni langu hujanilipa, pesa zangu nakudai. Ujana dume wako upo hapo. Kesha kushusha hadhi, si ndio?
Lakini ukiwa na chako unajua vya kujipangia. Ukitegemea msaada, wale wanaotoa msaada dunia yote sasa iko juu chini. Mavita, maugomvi, mavurugu, chumi zimeshuka. Huko hawafanyi vizuri kama tunavyofanya sisi hapa. Na wale wanaweza kuresearch wende wakaresearch Ulaya na Marekani. Sasa hivi hawafanyi vizuri kiuchumi kama tunavyofanya sisi huku. Kwa hiyo hata ndani ya kanda yetu hii East Africa, Tanzania tunafanya vizuri sana. Niwaombe sana sana watoto wangu, wanangu, ndugu zangu TRA, twendeni tukakusanye. Tukusanye kirafiki. Muigeni bosi wenu huyu. Mfupi lakini anafanya kazi vizuri. Nilimwambia Yusuf na kupeleka TRA, mfanya biashara asende kuwa adui yako, awe rafiki yako. Ameweza kulipa alipe, hajaweza na madeni mwite. Kaa naye, zungumza naye kirafiki. Muulize unaweza kuanza kulipa ngapi? Halafu utanilipa ngapi? Ukimpangia hivyo atalipa, serikali inapata hata kama kidogo kidogo. Lakini ile ya kwenda kumnyang'anya makompyuta, kumnyang'anya vitabu, siyo kumfungia ofisi, kufunga akaunti, ile hai. Ila lazima niseme hapa, kuna masugu ambao lazima tufanye hivyo. Kuna wengine wana viburi, lazima tufanye hivyo. Kwa hiyo inapobidi tutafanya hivyo. Lakini kwa kawaida isiwe ndio mwenendo wetu. Tuwaite, tukae nao, tuzungumze nao, ujue tatizo lake ni nini. Wengine hawajui tu. Wale watoto wangu wa block management mtajua. Mnapopita pita huko madukani na nini, mwingine anakuuliza tu, kwani nilitakiwa kufanya hivi? Mwingine, kwani nilitakiwa mimi sijui. Kwa hiyo mnawaelimisha, tunakusanya. Sawa ndugu zangu, lazima tukusanye pesa yetu ya ndani. Huko nje masharti yamekuwa yanaongezeka. Leo utachokozwa kwamba Watanzania wasije huku, tumewataka sijui pasipoti zao hawakusema, tumewataka sijui nini hawakutupa. Wataka listi ya pasipoti za watu wangu weza nini? Na kipindi hiki si lazima ujiulize mara 3. Sasa kama hukupeleka nasema sikupi pesa. Usinipe, nitakusanya ndani kwangu. Kwa hiyo lazima tukusanye za ndani. Ndugu zangu wafanya biashara, lazima tulipo kodi. Hakuna nchi inayoendeshwa bila kodi, na kodi ndizo zinazoendesha nchi. Hao wanaoendelea huko na wakatusaidia ni pesa za walipa kodi wao. Wamejenga, wamenini, zimebaki, tunaomba, wanatusaidia. Lakini tutaomba mpaka lini? Hatuna haja ya kuomba. Wakati mwingine tunafanya kufuru ndugu zangu. Tanzania hii Mungu katupa madini, katupa bahari, katupa maziwa, katupa ardhi nzuri, katupa kila kitu. Lakini bado tumejikunja hivi. Tunangojea mtu mweupe aje, achimbe, achukue apeleke kwao, kiduchu atupe hapa. Alafu tunaomba kule anakopeleka. Tunaomba wakati ile pesa ilitoka huku kwetu. Hatuna haja ya kufanya hivyo. Mwanamume mzuri ni ule anaendesha nyumba yake vizuri. Eti jamani. Yule anayesimama vizuri kwenye nyumba yake. Ndio unaisikia sauti ya watoto inatoka, dad, baba, nani, kwa jina lolote lile. Lakini hata mke anakuta kwa sauti nzuri ikiwa nyumba imesimama vizuri, si ndio? Na unajisikia ukiitwa. Kwaona sisi kama serikali lazima tukusanye, tuendeshe nyumba yetu vizuri, wananchi wale waridhike kama tunavyowafanyia. Sasa hivi tuna uwezo, tumeshapeleka maji nchi nzima, tuko kama tulivyotumwa na ilani, 85% vijijini, 95 na tutapita katika miji. Lakini fedha za ndani, na kama tumekopa tunaweza kulipa, na madhali tunawalipa ni pesa ya ndani. Tumekopa kuharakisha utekelezaji, lakini kwa sababu tunalipa ni fedha yetu, si ndio? Tumeshajenga vituo vya afya, matibabu ya kisasa. Mashine inayokupima Tanzania leo, tukikupeleka India na Marekani utapimwa na mashine hiyo hiyo ambayo Tanzania ipo. Matibabu ya kisasa, umeme kila pahali, na tunapeleka umeme vijijini na kote, watu wazalishe. Anayeweza kukata nywele akate, anayeweza siju kuoka maandazi kwa umeme aoke, anayeweza, mradi kidogo unachokifanya changia, rudisha serikalini kupitia mapato, nchi iweze kwenda mbele. Kwa hiyo tumefanya mengi kwa sababu tunakusanya ndani,
ndiyo tunakopa, lakini kwa reli lile hatutaweza kulijenga wenyewe. Lazima tuwabembeleze, tukopesheni, tulijenge, alafu reli likizalisha tunarudisha pesa yao. Kwa hiyo ndugu zangu, niwaombe sana TRA, jitahidini sana kukusanya mapato kwa njia rafiki. Lakini njia rafiki sio kubembelezana, anayekataa kulipa asilipe, hapana. Kila anayepaswa kulipa kodi alipe kodi yetu. Niwapongeze kama nilivyosema kwamba trend inaonyesha kwamba mnapandisha mapato kila mwaka wa fedha. Hilo nawapongeza sana, lakini tunaweza tukafanya vizuri zaidi. Na twendeni na moyo wa kusema tunakwenda kufanya vizuri zaidi. Kwa wanangu mtakaotumia haya majengo, umo ndani kuna kila raha umo ndani, nimeingia nimeona. Na mkivaa hivyo mnapendeza, mnaendana sana na haya majengo. Sasa majengo, hali ya ndani na mavazi isiwapandishe mabega. Isiwapandishe mabega. Naomba shukeni, hudumieni wafanyabiashara, kusanyeni kodi. Tumeboresha hali yenu ili mfanye kazi pazuri. Nimeona vijengo vile vya zamani kama vitembetembe hivi, lakini sasa majengo ni haya. Kusanyeni kodi yetu, fanyeni kazi ili muweze kukusanya kodi yetu. Mwisho basi niwahimize ndugu zangu wa Simiyu na Watanzania wote, kodi ndio maendeleo yetu. Tusipokusanya tutakuwa watumwa. Tutakwenda kuomba. Na wanaoombwa sasa hivi wenyewe hali hoi. Kwa hiyo tukusanye kodi, tuendelee kufanya maendeleo yetu. Baada ya kusema hayo, niseme sasa jengo hili, kwa niaba yale yote ya mikoa ambayo mmemaliza majengo, yote nimeyafungua rasmi. Lakini niwaombe yale majengo yanayoendelea kujengwa waongeze spidi. Wamalize kwa wakati ili wafanyakazi huko nako na wenyewe wajisikie kwamba ni wafanyakazi wanaokusanya mapato ya nchi hii. Kubwa zaidi, napongeza bodi ya TRA. Mmesimamia vizuri na niwaombe muendelee kuwasimamia ili tukusanye zaidi. Baada ya kusema hayo, asanteni sana kwa kunisikiliza na niwaombe baraka kwa Mungu, niwatakie kila la heri. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kodi yetu. Nawashukuru sana. Asante. Naomba tusimame wote, tusimame DJ, tumsindikize kiongozi wetu. Simiyu oye!